Tumsifu Yesu Kristo, wana wa Mungu ali hai. Karibuni sana wapendwa mahali hapa Jerusalem Family TV. Ni siku nyingine tena ambayo Mungu anatupa kibali, tumekutana kama watoto wa Mungu kwa ajili ya kwenda kuanza rasmi mafundisho yetu ya semina ya neno la Mungu, ambayo ni semina itakayoanza leo tarehe 26 hadi ile tarehe 30 mwezi huu wa Agosti 2026. Karibuni sana wapendwa katika semina yetu ya siku 5. Ni semina maalum kabisa ambayo ina lengo la kuendelea kutuweka karibu na uso wa Mungu. Nami naitwa Mwalimu Petro. Kama ndio unanipata kwa mara ya kwanza, nakukaribisha. Unaweza ukatupata kwenye semina hii kupitia chaneli zetu zote, upande wa WhatsApp, upande wa YouTube, upande ule wa TikTok, maeneo yote ya chaneli zetu. Unaweza ukaangalia pale Mwalimu Petro Mazwile ukaipata semina hii. Wapendwa, naomba tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuweze kuanza rasmi siku hii ya kwanza ya semina yetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatupa kibali watoto wako kwenda kuanza rasmi mafundisho ya semina hii. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya matendo yako makuu ambayo Bwana umeendelea kuyatenda maishani mwetu. Nasi Bwana tunasema asante kwa ajili ya wema, amani na uaminifu wako ambao umeendelea kuumimina maishani mwetu. Bwana, tunakuomba rehema na msamaha hata maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba Bwana kwa msaada wa huruma yako na kwa msaada wa damu ya Yesu na kwa msaada wa rehema, Bwana tuoshe kila tulipokosea, tuoshe kila tulipoanguka, ili Bwana tupate kibali tena usoni pako. Roho Mtakatifu, shusha uwepo wako hata tunapoenda kuanza siku hii ya kwanza ya semina. Roho Mtakatifu, jimimine mahali hapa, achilia nguvu zako, achilia upako wako, achilia uweza wako. Kamata mafahamu na maarifa ya kila mtoto wa Mungu aliyoko hapa, ili Bwana kile tunachoenda kujifunza kiweze kueleweka kwa kila mtoto wa Mungu, kiweze kusikika kwa kila mtoto wa Mungu. Achilia nguvu zako za ajabu, ili Bwana tuweze wote kuponywa na kuimarishwa katika jina la Yesu. Tunanyunyiza damu yako hata kwenye kichwa cha somo. Bwana, tunanyunyiza damu yako kwenye majira haya. Bwana, tusimamie katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Oh, haleluya, wana wa Mungu ali hai. Karibuni sana wapendwa. Kama nilivyoeleza, ni semina yetu maalum kabisa ya neno la Mungu ndiyo ambayo imetukutanisha hapa kwa siku hii ya leo. Leo ni siku ya kwanza ya semina yetu, na Mungu ni mwaminifu. Katika semina hii tutatembea na mafundisho mazuri kabisa ambayo yataimarisha imani ya kila mtoto wa Mungu aliyoko hapa. Kichwa cha somo tutakachojifunza katika semina yetu, somo tutakalojifunza katika semina yetu linaitwa uponyaji wa tabia. Somo letu linaitwa uponyaji wa tabia. Somo letu linaitwa uponyaji wa tabia. Hili ndio somo tulilo nalo katika hii semina, linaitwa uponyaji wa tabia, na leo ni siku ya kwanza ya semina yetu. Malengo tulio nayo katika hili somo, ni kukusaidia uweze kuacha tabia ngumu na mbaya ulizonazo zinazofanya ushindwe kuishi na watu vizuri, ili uwe mtu mzuri zaidi katika jamii yako. Malengo tulio nayo ni kukusaidia uweze kuacha tabia ngumu na mbaya ulizonazo, ili uwe mtu mzuri zaidi ya sasa. Wapendwa, kwenye maisha yetu kila mmoja ana baadhi ya tabia fulani mbaya alizonazo, au tabia fulani ngumu alizonazo. Na yamkini hizo tabia ngumu au mbaya ulizonazo zimekuwa sehemu ya kukufanya unashindwa kuishi na watu vizuri.
unashindwa kuishi na jamii yako kwa ufasaha. Asa somo hili la hii semina, malengo yake ni kukusaidia uweze kupona kwa kuacha hizo tabia mbaya na hizo tabia ngumu zinazokufanya ushindwe kuishi na watu vizuri, ili uache na uishi na watu kwa amani. Andiko letu la msingi ni kile kitabu cha Waebrania, ile sura ya 12 ule mstari wa 14. Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 14. Waebrania sura ya 12 ule mstari wa 14 ndio kitabu ndio andiko lililobeba semina yetu ya uponyaji wa tabia. Waebrania 12:14 inasema namna hii: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kwa Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo ni agizo la kibibilia kwamba kila mtu atafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafsiri ya kuwa na amani na watu wote ina maana uwe na maelewano mazuri na kila mtu, uwe una maelewano ya ukaribu na kila mtu. Isiwe kuna watu unaelewana nao afu kuna wengine una migogoro nao. Kuna watu unasalimiana nao ila kuna watu usalimiani nao. Kuna watu unaongea nao ila kuna watu huongei nao. Unaambiwa tafuta amani na watu wote. Ina maana kila mtu uwe unasalimiana naye vizuri, kila mtu uwe unaelewana naye vizuri, kila mtu uwe unaongea naye vizuri. Anasema huo utakatifu ambao utakusaidia umuone Bwana. Kwa hiyo ukikosa amani na watu wote, huwezi kuja kumuona Bwana. Kuishi kwa migogoro ni kinyume cha kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo katika hili somo la uponyaji wa tabia, hili somo linataka kutuondolea ile hali ya madhaifu mbalimbali tulio nayo ambayo yametunyima nafasi ya kuwa watu wenye amani na watu wote. Kwa sababu unajua, unaweza ukamuona mtu anasalimiana na huyu na huyu, lakini kuna wengine asalimiani nao. Kwa hili somo litakusaidia kukuponya kitabia, zile tabia ambazo zimekuwa sababu ya wewe kutokuelewana na watu, zimekuwa sababu ya wewe kuwa na migogoro na watu, zimekuwa sababu ya wewe kuishi katika mazingira magumu na jamii yako. Ili somo litakuponya hizo tabia na hivyo vilema vyote, na kuna watu watavuka. Sema amen kama unaamini. Sema tena amen. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tabia ulizo nazo zina nafasi kubwa sana ya kukufanya uwe chanzo cha amani kwenye jamii yako, au uwe chanzo cha uvunjifu wa amani kwenye jamii yako. Ni rahisi kumuona mtu anaishi maisha masafi, anasali sana, anaenda kanisani kila siku, ila huyo akawa ana tabia zinazoumiza watu na kuwatesa watu. Kwa unaweza ukamkuta mtu mmoja, huyo mtu mmoja anasali sana, anaenda sana kanisani, ana bidii na mambo ya Mungu, ila huyo mmoja tena ana tabia ngumu zinazotesa watu na kuumiza watu, ila anasali sana. Mungu atusaidie sana. Kiangalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 7 ule mstari wa 16 hadi wa 18. Kuna kitu kizuri pale. Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 16 hadi wa 18. Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 16 hadi wa 18 inasema namna hii: mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika miburati? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, mti mwovu
huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Wapendwa, matunda anayoyaongelea hapa, haongelei matunda kama maparachichi, maembe, ndizi, no. Ila anaongelea matunda kama tabia za mtu, matendo ya mtu. Kwa anaposema mti mwema hauwezi kuzaa matunda maovu, anamaanisha mtu mwema hawezi kutenda matendo maovu, ila mtu mwema atatenda matendo mazuri kama alivyo mwema, na mtu mwovu atatenda matendo maovu kama alivyo mwovu. Si kama tuko pamoja? Na huwezi kukuta mtu mwema akawa na matendo mabaya. Lazima atakuwa na matendo mema kama alivyo mwema. Kwa kinachotoa tafsiri ya we ni mtu mwema au we ni mtu mwovu ni matendo yako. Kwa hiyo usimpime mtu vile anavyoenda sana kanisani, vile anavyoonekana ni kiongozi sana kanisani. No. Ila mpime namna anavyoishi na jamii yake. Na ndiyo maana Ukristo upo kwenye jamii yako, haupo vile unavyoingia kanisani na kupewa vyeo mbalimbali. Mpendwa ulioko hapa, hakikisha maisha yako ya Ukristo yanatafsiriwa kwa matendo yako mazuri. Na ndiyo maana hili somo linataka likuponye kwenye kila eneo ambalo umekuwa na matendo yasiyoendana na Ukristo wako, ili uwe na Ukristo unaoendana na matendo yako. Somo hili linataka kuondoa unafiki uliojificha kwenye baadhi ya mioyo ya watu. Ni wanafiki, ni waigizaji, wanaigiza utakatifu afu wana tabia zinazotesa watu. Somo hili linataka kukuondolea hizo tabia na kukupa tabia njema sawa sawa na Kristo uliye naye. Somo hili linaenda kukuinua. Sema amen katika jina la Bwana. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Wacha muda huu tuangalie watakatifu walioongelea masuala ya tabia. Watakatifu walioongelea masuala ya tabia. Katika kanisa Katoliki kuna watakatifu wengi sana ambao tunajifunza kwao na kuelewa mambo mbalimbali kutoka kwao. Na pia wako watakatifu mbalimbali ambao wameongelea masuala ya tabia za mwanadamu. Ila katika hili somo tutawaangalia watatu tu ambao wameongelea eneo la tabia. Tuanze na wa kwanza. Wa kwanza anaitwa Mtakatifu Thomas wa Aquino. Mtakatifu Thomas wa Aquino, yeye alisema tabia njema hujengwa kwa mazoea ya kufanya mema kila siku. Mtakatifu Thomas wa Aquino alisema tabia njema hujengwa kwa mazoea ya kufanya mema kila siku. Kwa hiyo kumbe, kwa mujibu wa mtakatifu huyu ni kwamba ukimwona mtu ana tabia njema, jua amejijengea mazoea ya kufanya mema kila siku. Hiyo ndiyo tabia njema. Ina maana tabia isiyokuwa njema haifanyi mema ya kila siku. Leo inafanya, kesho haifanyi. Unajua kuna watu huwa wanaishi kwa mudi. Kuna watu huwa wanaishi hivyo kwa mudi. Unamuona leo anakuchekea, anakuambia ni kwa sababu nina mudi ya kucheka. Nimeamka leo nina mudi ya kucheka. Kesho utamkuta amekununia bila sababu. Atakwambia niko out of mood. Ndio kuna watu wanaishi hivyo. Unamsalimia haitiki. Unamwambia fulani samani na kusalimia, anakuangalia juu, anakushusha chini, anasonya, anaangalia pembeni. Unakaa kujiuliza, nimemfanya nini aje ananiangalia vibaya hivi? Kesho kutwa anakuambia nilikuwa sina mudi. Yaani kuna watu wako hivyo, ni watu ambao wanaishi kwa mudi. Sasa tabia njema haiendi kwa mudi, inafanywa kila siku. Kwa kama we ni mtu wa kuishi kwa mudi,
Leo unamchekea mtu, kesho unamjibu vibaya, kesho unamuitikia, kesho unamsalimia, kesho kutwa umsalimii. Unaishi kwa mudi. Huo sio Ukristo, huo ni upagani fulani hivi. Tumwangalie mtakatifu wa pili. Mtakatifu wa pili ni Mtakatifu Francisco wa Sales. Mtakatifu Francisco wa Sales, yeye aliandika hivi kuhusu tabia. Alisema kwamba kubadili tabia na kuishi maisha ya Kikristo ya kila siku ni kwa upole na uvumilivu. Alisema kwamba kubadili tabia kwa kuishi maisha ya Kikristo ya kila siku ni kuwa na upole na uvumilivu. Kwa nini ni kuwa na upole na uvumilivu? Kwa sababu unajua tabia ni kitu ambacho kinahitaji kuvumiliana. Tabia zinahitaji kuchukuliana. Ili mimi niishi na wewe vizuri, lazima nikuelewe na lazima nikuvumilie. Ili wewe uishi na mimi vizuri, lazima unielewe na lazima univumilie. Kwa sababu nina madhaifu mengi madogo madogo ambayo ukikaa na mimi yatakukera na yatakuumiza. Lakini na wewe pia una madhaifu madogo madogo ambayo nikikaa na wewe yataniumiza na yatanikera. Na unajua unapokaa na mtu, inaweza ikawa ni ofisini, nyumbani, mtaani, kwenye jamii, popote pale, lazima utakutana na huyo mtu ana madhaifu madogo madogo mengi ambayo yatakukera na kukuumiza. Sasa usipojifunza kuwa mtu wa kuvumilia madhaifu ya watu, kuyachukulia madhaifu ya watu, utagombana na watu kila siku na utatafuta dunia yako peke yako. Unajua mtu asiyeweza kuwachukulia wengine, hata kwenye ndoa hawezi kukaa, hata kwenye kazi hawezi kudumu. Kutana na kijana mmoja kwenye deliverance, ananiambia kwamba mwalimu, niombee. Nikamwambia nikuombee kwa nini? Akasema nina shida moja. Kila sehemu nayoenda kufanya kazi sikai muda mrefu, nafukuzwa kazi haraka, au mimi mwenyewe najisikia tu kuacha kazi. Nikamuuliza sababu ni nini? Akaniambia ani mfanyakazi mwenzangu anaweza akanifanyia tu kitu kadogo mara ya kwanza, akarudia tena kufanya mara ya pili, nashindwa kuvumilia. Kama sikumpiga kibao, basi nitamtukana matusi, tutagombana naye sana, na ndio inakuwa mwisho wangu wa kufanya kazi kwenye hilo eneo. Pale pale nikagundua kwamba huyu mtu hana tabia ya kuvumilia wengine, hana tabia ya kujifunza kuwachukulia watu. Watu wa Mungu, ukiwa we ni mtu usiyejua kuvumilia wengine, usiyejua kuwachukulia watu, utagombana sana na watu, utabadilisha sana marafiki, utabadilisha sana mahusiano, utabadilisha sana watu unaotembea nao pamoja. Ukitafuta mkamilifu, ukitafuta ambaye hautagombana naye. Lakini kiuhalisia ni kwamba hakuna mtu hapa duniani ambaye unaweza ukawa naye karibu na usigombane naye. Hakuna. Sisi wote tuna madhaifu. Angalia, hata watu wanaomtumikia Mungu zamani kwa ukamilifu, waliomtumikia Mungu kama wakina Paulo, walikuwa wanapishana kauli. Kwenye Biblia nimeona kuna mahala Paulo alipishana na Kefa, mtume Petro, kauli, waligombana. Hasa angalia, Paulo mtakatifu mkubwa, mtume Petro mtakatifu mkubwa, ila waligombana. Paulo huyo kuna mahala aligombana kikauli na Barnaba. Kwa hiyo kuna wakati hata kwenye Biblia watu wa Mungu waligombana kwa kauli. Hasa wewe ni nani wa zama hizi za leo hutaki kugombana na watu kikauli, unatafuta mkamilifu? Na ndio maana jambo la muhimu, jifunze kumchukulia mtu jinsi alivyo na kumvumilia. Kwa sababu wewe unapomvumilia huyu, na wewe pia kuna watu wanakuvumilia huku nyuma. Nasema hivi, wewe unapomvumilia huyu, na wewe pia huku nyuma kuna wanaokuvumilia. Ile kwamba ninakuvumilia sio kwamba mimi ni mkamilifu, na mimi pia sio mkamilifu, kwa sababu kuna wengine wananivumilia nyuma yangu. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai. Na ndio maana Mtakatifu Francisco wa Sales anasema kubadili tabia njema ni kuishi maisha ya Kikristo ya kila siku yenye upole na kuvumilia. Si kama tuko pamoja? Kama unanielewa, sema amen. Twende tuangalie mtakatifu wa tatu.
Mtakatifu wa tatu ni Mtakatifu Agustino. Mtakatifu Agustino alifundisha kuhusu tabia, akasema hivi, akasema nia ya moyo na tabia ya mtu inavyoelekezwa katika kumpenda Mungu badala ya ubinafsi. Alisema tabia ni nia ya moyo ya tabia inayoelekezwa katika kumpenda Mungu badala ya ubinafsi. Ili uelewe vizuri ni kwamba anamaanisha tabia lazima ielekezewe kwenye kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu moja kwa moja hautakuwa mbinafsi. Utaishi vizuri na watu, kwa sababu kila mtu utamuona kama sura ya Mungu, kwa sababu Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake. Hii ilikuwa ni falsafa nzuri sana ya Mtakatifu Agustino. Nikimpenda Mungu nitakupenda wewe, na wewe utanipenda mimi, na sitakuwa mbinafsi. Mbinafsi ni mtu ambaye anajithamini yeye peke yake, hawathamini wengine. Binafsi ni mtu ambaye kama anaendesha gari atafika atapaki vibaya, wenzake wakija watakosa pa kupaki, yeye hataona shida. Cha msingi yeye amepaki gari, ana amani hata kama wenzake wamekosa. Binafsi ni mtu ambaye anaweza akaongea kauli yoyote bila kujali anaumiza watu kwa maneno yake, aumizi watu. Cha msingi tu amejisikia kuongea, yeye ataongea tu bila kujali anaumiza au aumizi, yeye ataongea tu. Huyo ndio mbinafsi. Anajiangalia yeye, haangalii hisia za wengine, haangalii anaumizaje wengine. Asa tabia njema lazima umpende Mungu ili ujali kutokuumiza hisia za wengine. Muda huu naomba tuangalie maana ya tabia. Maana tumekuwa tukiongelea tu tabia. Twende tukaangalie tabia ni kitu gani? Tuangalie tabia ni nini? Tabia, muda huu nitakupa maana mbili za neno tabia ili upate picha pana zaidi. Nitakupa maana mbili za neno tabia. Tuanze na maana ya kwanza. Tabia ni aina ya matendo anayopenda kuyafanya mtu kila siku katika maisha yake. Tabia ni aina ya matendo anayopenda kuyafanya mtu kila siku katika maisha yake. Kwa tunapoongelea neno tabia, tunakuwa tunaongelea yale matendo ambayo mtu binafsi anapenda kuyafanya kila siku katika maisha yake. Unapenda kufanya nini kila siku? Hicho unachopenda kukifanya kila siku ndiyo tabia zako. Kile mtu fulani anachopenda kukifanya kila siku ndiyo tabia zake. Acha tuangalie maana ya pili. Maana ya pili ili upate picha pana zaidi. Maana ya pili ya tabia. Tabia ni mwenendo, desturi au jinsi ambavyo mtu anavyoongea, kufikiri na kutenda katika maisha ya kila siku. Tabia ni mwenendo, desturi au jinsi ambavyo mtu anavyoongea, kufikiri na kutenda katika maisha yake ya kila siku. Kwa tunapoongelea maana ya pili ya tabia, tunakuwa tunaongelea mwenendo au desturi ya jinsi ambavyo mtu unavyoweza ukawa unaongea, unavyofikiria, unavyotenda katika maisha yako ya kila siku. Kila mtu kuna namna anavyoongea, kuna namna anavyofikiria, kuna namna anavyojitendea yeye mwenyewe, na kuna namna anavyowatendea wengine. Hasa vile vyote unavyovifanya ndivyo vinavyodetermine, ndivyo vinavyoonyesha tabia yako ikoje. Tukitaka tukujue tabia zako, tutakuona unavyofikiria, tutakuona unavyoongea, tutakuona unavyoishi kwenye desturi yako ya kila siku, unavyojitendea wewe na unavyojitendea wengine. Wapendwa, tabia inahusisha moja kwa moja matendo yanayojirudia mara kwa mara katika maisha ya mtu. Matendo yanayojirudia kwako yanatusaidia kwa urahisi kuifahamu tabia yako.
Lakini pia matendo yanayojirudia rudia yanakusaidia hata we mwenyewe kujifahamu tabia zako. Kuna watu hawajui wao wana tabia gani. Ukitaka uifahamu tabia yako, hata usisumbuke kuwauliza watu. Wewe angalia tu ni matendo gani huwa yanajirudia rudia kwako. Hizo ndio tabia zako. Acha tufanye Bible study kidogo ili tuendelee kupata kiundani. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Injili ya Luka. Injili ya Luka ile sura ya 22, ule mstari wa 39 hadi wa 41. Injili ya Luka sura ya 22, mstari wa 39 hadi wa 41. Injili ya Luka sura ya 22, mstari wa 39 hadi wa 41. Inasema namna hii: akatoka akaenda mpaka mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba. Sasa pointi ya msingi iko hapa mwanzoni kwenye mstari wa 39 anaposema hivi: akatoka akaenda mpaka mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Umeona Kama ilivyokuwa desturi yake. Ina maana ilikuwa ni mazoea kwa Yesu ya tabia inayojirudia rudia kila wakati, kutoka kwenda mlima Mzeituni kuomba. Ilikuwa ndiyo tabia ya Yesu. Mara kwa mara alikuwa ni mtu ambaye anatoka, anaenda mlimani, anaomba. Kwa hiyo ilikuwa ni tabia, kwa sababu nimekuambia tabia ni kitu kinachojirudia rudia. Kwa Yesu alikuwa na tabia inayojirudia rudia. Ndio maana Biblia imesema kama ilivyokuwa desturi yake. Ina maana ni kama ilivyokuwa hali yake ya kujirudia rudia, kutoka kwenda mlimani na wanafunzi wake kuomba. Wewe hapo huwa una tabia gani inayojirudia rudia? Je, na wewe ni nzuri kama hii ya Yesu, au wewe huwa unatoka kwenda kufanya maovu? Unajua mwenyewe. Wacha tuangalie muda huu kipengele muhimu sana kinachoitwa mgawanyiko wa tabia. Mgawanyiko wa tabia. Wapendwa, tabia zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Tabia zimegawanyika katika makundi makubwa matatu. Nitawapa huu mgawanyiko, kisha baadaye ndio tutaanza kujifunza kila kundi kiundani wake. Kundi la kwanza ni tabia za kiroho. Kundi la kwanza ni tabia za kiroho. Kundi la kwanza ni tabia za kiroho. Spiritual behavior. Spiritual behavior. Tabia za kiroho. Kundi la pili ni tabia za kimwili. Kundi la pili ni tabia za kimwili. Tabia za kimwili. Physical behavior. Physical behavior. Tabia za kimwili. Kundi la pili. Kundi la tatu ni tabia za kiakili na kisaikolojia. Tabia za kiakili na kisaikolojia. Kundi la tatu, tabia za kiakili na kisaikolojia. Mental and psychological behavior. Mental and psychological behavior. Kwa ujumla tunaona makundi makubwa matatu: spiritual behavior, physical behavior, mental and psychological behavior. Yani tabia za kiroho, tabia za kimwili na tabia za kiakili na kisaikolojia. Haya ndiyo makundi makubwa matatu ya tabia za mwanadamu. Tutapata nafasi ya kuweza kujifunza kwenye hii semina kundi moja moja kwa undani wake. Kwa sababu hii ni semina, lazima tufundishane, tuzamishane ndani ili kila mtu aondoke ameelewa. Tuanze kwa leo na kundi la kwanza ambalo ni tabia za kiroho. Wakati mwingine tutajifunza makundi mengine, ila kwa leo tutagusa tu ile kundi la kwanza la tabia za kiroho. Tabia za kiroho. Tabia za kiroho ni tabia gani? Tunapoongelea tabia za kiroho, tunakuwa tunaongelea mjumuiko wa aina zote za tabia ambazo humsukuma mtu katika kumpenda Mungu na kumfanya kila tendo lake kwa hofu kubwa ya Mungu. Tabia za kiroho
ni mjumuiko wa aina zote za tabia ambazo huwa zinamsukuma mtu kumpenda Mungu na kufanya kila tendo lake kwa hofu kubwa ya Mungu. Kwa mtu ambaye ana hizi tabia za kiroho, hizi tabia ni lazima zitakuwa zinakusukuma kwenye kufanya yale mambo ambayo ni ya kumpenda Mungu, lakini pia zitakusukuma uwe mtu ambaye una hofu ya Mungu kwenye maisha yako. Kitabu kile cha Methali sura ya 8 mstari wa 13 inasema namna hii. Methali sura ya 8 mstari wa 13. Methali 8:13 inasema, kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno ni njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia na kichukia. Kwa Biblia iko wazi kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa mtu ambaye ana hizi tabia za kiroho, lazima zitamsukuma kuchukia maovu kwa sababu anamcha Bwana, ana hofu ya Mungu. Lakini pia zitamwezesha kuchukia majivuno, kuchukia njia mbovu, kuchukia ukaidi na kuchukia kila aina ya maovu, kwa sababu tabia za kiroho zina tabia ya kumvuta mtu kwenye kumpenda Mungu. Wacha muda huu nikuonyeshe hizo tabia za kiroho ni kama zipi. Hizo tabia za kiroho ni kama zipi? Ni hizi zifuatazo. Ya kwanza, kuishi maisha ya sala ni tabia ya kiroho. Kuishi maisha ya sala ni tabia ya kiroho. Ya pili, kupenda kwenda kanisani mara kwa mara ni tabia ya kiroho. Kupenda kwenda kanisani ni tabia ya kiroho. Ya tatu, kupenda kusoma Biblia kila wakati ni tabia ya kiroho. Ni tabia inayosukumwa kutoka rohoni mwa mtu, kupenda kusoma Biblia. Ya nne, kupenda kuwatendea wengine mema ni tabia ya kiroho. Kupenda kuwatendea wengine mema ni tabia ya kiroho. Ya tano, kupenda kutoa sadaka ni tabia ya kiroho. Kupenda kutoa sadaka ni tabia ya kiroho. Ya sita, kupenda kusikiliza redio na vipindi vya dini ni tabia ya kiroho. Kuna watu ambao ukienda kwake muda wote anasikilizaga tu maombi, anasikilizaga tu redio za kusali. Hii ni kusikiliza tu vipindi vya kusali, kwa sababu hiyo ni tabia ya kiroho alionayo. Ya mwisho ni kupenda kufanya kila tendo lenye lengo la kumpendeza Mungu. Hiyo inaitwa tabia ya kiroho. Kitabu kile cha Waebrania 11:6 inasema namna hii. Waebrania 11:6. Waebrania 11:6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo ukiwa na imani utampendeza Mungu. Kwa tabia ya kiroho ndiyo ambayo huwa inamwezesha mtu awe na imani ya kumpendeza Mungu na kuyafanya haya matendo ambayo nimekuonyesha hapa kama matendo ya kiroho. Mara zote tabia za kiroho huwa zinawavuta watu kukaa karibu na Mungu na kumfanya shetani awe adui yao. Tabia za kiroho huwa zinawavuta watu kukaa karibu na Mungu na kumfanya shetani awe adui yao. Ukiwa na tabia za kiroho, Mungu atakuwa rafiki yako, ila shetani atakuwa adui yako. Sasa tufanye Bible study kidogo tupate picha pana zaidi. Angalia pamoja na mimi kitabu kile cha barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14 inasema namna hii. Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Lakini sisi hatukupokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyatafsiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana jinsi ya rohoni.
Kwa Biblia inasema sisi hatukupokea roho ya dunia, bali tulipokea roho ya Mungu. Na hiyo roho ya Mungu tuliyopokea inatufanya tuwe watu wa rohoni, tuwe watu wa kuishi kwa tabia za rohoni ambazo zinatufanya tuonekane kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Si kama tuko pamoja, kanisa la Bwana? Kwa hiyo kama sisi tunakuwa ni watoto wa Mungu ambao tuna tabia za rohoni, hizi tabia za rohoni zinatusogeza tukae karibu na uso wa Mungu. Na kuna watu wanaitwa wana tabia za mwilini. Hao wenye tabia za mwilini, maandiko yanasema kwamba hawawezi kuzitambua tabia za rohoni. Na ndiyo maana unaweza ukawa unaenda kanisani, kuna mtu anakuona we ni mshamba unavyoenda kanisani kila siku. Anakuona we una maana, anakuona kama hauna akili unavyoenda kanisani kila siku. Kwa nini? Kwa sababu wewe una tabia za rohoni na uko jinsi ya rohoni. Yule mwenzako hana hizo tabia, kwa hawezi kuelewa utamu wa kwenda kanisani. Anaona ni kama kupoteza muda. Ndio maana anasema hawawezi kutambua mambo ya rohoni. Unaweza ukawa unaomba kila wakati, ila kuna mtu anakuona vile unavyoomba kila wakati kama we ni mjinga, una akili, na anakuzuia hata kuomba, anakukataza kusali. Na unajiuliza, hivi huyu mtu anayenikataza mimi kusali, kwamba yeye haoni kwamba kuna umuhimu wa kusali? Nisikilize, mwenzako haoni kwa sababu hana tabia za rohoni. Biblia inasema tabia za rohoni utambulikana kadiri ya rohoni. Yeye hana, atambui, anaona ni ujinga, ila wewe kwa sababu una tabia za kiroho, ndio maana unaona kusali kuna maana, ndio maana unakazana kila siku unaomba, unafahamu radha na utamu wa kuomba. Huyu mwenzako hatambui utamu wa kuomba. Mungu akusaidie uweze kutambua utamu ulioko katika maombi, utambue utamu uliopo katika kusoma Biblia, utambue utamu uliopo katika kwenda kanisani, maana Mungu ni mtamu kupita maelezo. Na unajua, ukitambua utamu huo namna hiyo, hakuna mtu atakwambia sali, hakuna mtu atakwambia nenda kanisani. We mwenyewe utaamka, utajipeleka, we mwenyewe utachukua Biblia, utaifunua, kwa sababu ndani yako kuna Mungu na unatambua utamu wake. Haleluya! Wana wa Mungu ali hai, Mungu akusaidie kuelewa. Kuna dada mmoja alisoma semina za maisha ya kiroho, akamaliza hizo semina, akawa ni mtu ambaye anapenda kusali mara kwa mara. Mume wake akawa anamwambia, naona mwenzangu siku hizi umekuwa mlokole, naona mwenzangu siku hizi umebadilisha kanisa. Akamwambia, mimi sijabadilisha kanisa, kanisa langu ni moja lile, ni jana moja leo takatifu Katoliki la mishonari, liniko pale, sijabadilisha. Akamwambia, mbona unasalisali ovyo ovyo, na kanisa letu alijafundisha kusalisali ovyo ovyo. Yule dada akaja kuomba ushauri. Tukamwambia, mwenzako ajui utamu wa Yesu, na ndiyo maana anafikiri kwamba kusali kila mara kwa mara ni kusali ovyo ovyo. Nisikilize, kanisa msingi wa fundisho lake ni iweni watu wa sala kila siku. Mtu asije akakudanganya kwamba kanisani tumekatazwa kusali. Sali mahala popote ulipo. Hilo ndilo kanisa, hiyo ndiyo imani, na hiyo ndiyo roho ya muumini. Kanda rabashaka. Si kama unaelewa. Ukienda kufanya kazi kwenye ofisi ya bosi ambaye hana tabia za rohoni, hatakupiga pini kwenda kanisani. Ukiolewa na mtu ambaye hana tabia za rohoni, hatakupiga pini kusali, hatakukataza. Ukiwa na rafiki ambaye hapendi mambo ya rohoni, hatakuwekea vikwazo, hatakupooza imani yako. Na ndiyo maana chuma unoa chuma, tafuta vyuma vyenzako vyenye tabia za rohoni. Wapendwa, tabia za rohoni, maandiko matakatifu
yanazitambua kama tunda la Roho, tabia za rohoni. Maandiko matakatifu yanazitambua kama tunda la Roho, sawasawa na kile kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 22 hadi wa 23. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi wa 23 inasema namna hii: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa Biblia iko wazi kwamba tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa mtu ambaye ana tunda la Roho, hizi tabia zitafuatana naye, zitaambatana naye na zitakuwa sehemu ya maisha yake. Ni jambo la msingi sana kila Mkristo kuhakikisha katika maisha yako unatoa nafasi zaidi katika tabia za rohoni kuliko tabia nyinginezo, ili uwe karibu zaidi na Mungu. Na ninaomba nikusaidie kitu kimoja katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Sio kila tabia za rohoni ni tabia nzuri. Pia zipo tabia za rohoni ambazo ni mbaya. Wacha muda huu nikuonyeshe hizo tabia za rohoni ambazo ni mbaya, ili sije ukafikiri kwamba kwa sababu tumesema Ukristo mzuri ni kuwa na tabia za rohoni, basi ukazikusanya zote zikawa tabia zako. Zipo ambazo ni mbaya. Tuanze ka Bible study kidogo ili tuzione hizo mbaya. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Isaya sura ya 30 ule mstari wa 9. Nabii Isaya sura ya 30 mstari wa 9. Isaya sura ya 30 mstari wa 9 inasema namna hii: kwa maana hawa watu ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Kwa hiyo tabia mbaya za kiroho ziko operated by devil, zinaendeshwa chini ya mkono wa shetani. Ndio maana anasema watu hawa ni watu walioasi, watu wasemao uongo, watu wasiotaka kushikamana na sheria ya Bwana. Ni watoto wa nani hao? Ni watoto wa shetani. Utaelewa vizuri ukiona hichi kitabu cha Yohana. Angalia Injili ya Yohana sura ya 8 ule mstari wa 34 na ule wa 44 peke yake. Kimsingi tungesoma sura nzima, ila nimechukua tu hiyo mistari miwili kukuwekea sawa. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34 na ule wa 44. Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34 na ule wa 44 inasema namna hii: Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Oh my goodness, umesikia hapo? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yani anagongomelea sentesi kwamba kila atendaye dhambi ni mtumwa wa hiyo dhambi. Afu anasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Sasa ukija kwenye Isaya alisema kwamba watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana. Kwa kama Isaya alisema watoto wasemao uongo ni wana wa kuasi, Yohana anaposema ninyi ni watoto wa shetani kwa sababu ni baba wa uongo, kwa alichokisema Isaya na alichokisema Yohana kitu kimoja, hakuna utofauti. Isaya ameongelea watoto wasema uongo, Yohana ameongelea baba yao na hao watoto wasema uongo, ambaye ni shetani. Watu wa Mungu aliye hai, kuna tabia za kiroho mbaya ambazo zinaendeshwa na shetani. Ni zipi hizo? Ni hizi zifuatazo. Kutokupenda kusali. Kuna watu hawapendi kusali. Hiyo ni tabia ya kiroho. Mtu hapendi kusali kwa sababu kusali ni kitu kinachotoka rohoni. Ukiona mtu hapendi kusali, ni tabia mbaya ya kiroho. Kuwa mzito kushiriki mambo ya usuyo Mungu.
Kuna watu ni wepesi kwenye mambo mengine, ila likija swala la Mungu ni wazito kushiriki. Mtu unaweza kuwa unapiga naye story hapa, mkasema tu tusali, unaona anasinzia. Unaweza ukawa unaangalia na mtu mpira, unaangalia na mtu movie, mnasoma tusome Biblia, anaanza kupiga miayo, analala. Kwa nini? Ni mzito. Ni tabia mbaya ya kiroho. Kuwa mshirikina na mchawi ni tabia mbaya ya kiroho. Uchawi ni kazi ya rohoni, sio kazi ya mwilini. Na ndio maana mtu mchawi na mshirikina ni tabia mbaya ya kiroho. Kufanya kazi kwa kutumia nguvu za giza. Kuna watu wanaendesha biashara, wanafanya kazi maofisini kwa kutumia uchawi na ushirikina na mairizi na madawa na mazindiko. Ni tabia mbaya za kiroho. Kufanya matambiko, kuwa mtu wa matambiko, kutambika, ni tabia mbaya za kiroho. Kuuliza wafu waliokufa, unawauliza vitu vyako, ni tabia mbaya ya kiroho. Kupenda maisha ya anasa ni tabia mbaya ya kiroho. Kutokumuogopa Mungu. Kuna watu hawamuogopi Mungu, yaani wanamchukulia kawaida sana. Hiyo ni tabia mbaya ya kiroho. Kwa wapendwa, kwa ujumla, hizo ndio tabia mbaya za kiroho ambazo zinaweza zikawa zinakutafuna kidogo kidogo bila we kujua. Sasa kuna watu walishajivisha ngozi ya kondoo ila ni mbwa mwitu. Yaani wanajifanya wanaishi kwa tabia nzuri za rohoni za kwenda kanisani, ila huku ndani ni wapinzani wa neno la Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu ulioko hapa, jambo la msingi la kuzingatia, hakikisha una tabia nzuri za kiroho na ziamue sehemu ya maisha yako na ziongoze maisha yako. Huo ndio wito wa Ukristo wako. Ukimwona mtu ni mzito kwenye mambo ya usuyo Mungu, huyo mtu ana tabia mbaya za kiroho. Nasikia moyoni mwangu mzigo na msukumo wa kuwaombea watu ambao ni wazito kwenye masuala ya kiroho, ni wazito. Kuna mtu kwenye harusi anaweza akaahidi kuchangia harusi ya mtu hela nyingi tu, lakini huyo mtu ukimueleza habari ya kanisa hawezi kuchangia. Atatoa 5,000 na atajiona ametoa hela nyingi, ila kwenye harusi alitoa 50,000. Kwenye harusi alitoa 100,000, kanisani atatoa 1,000. Unaweza ukamuona mtu ni mwepesi sana kuangalia movie ya masaa hata 3, kumaliza season ambayo ina vipande episode 500. Watu wa Mungu, mtu anaweza akaangalia season ina episode 900, lakini hawezi kumaliza kusoma kurasa moja ya Biblia yenye mistari 5. Hawezi. Biblia kwake ni kama jiwe la kilo 100. Hawezi kuishika wala kuifunua. Lakini vitu vya ovyo ovyo ni mwepesi kweli. Kwa nini? Hana tabia za rohoni. Kwenye maisha yetu tunaishi na watu wengi wa namna hiyo, na kwa namna moja ama nyingine wanatuumiza, wanatukwaza. Hapa katikati nimekuwa na mzigo sana na jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Unakuta watu kwenye jumuiya yao, jumuiya ina familia 25, lakini katika familia 25, familia zinazoenda jumuiya kila siku ni familia 10 tu. Na kwenye hizo familia 10 zinazoenda jumuiya kila siku, utakuta ni wamama watupu. Mwanaume yuko mmoja au wanaume wako wawili. Unakaa kujiuliza, wanaume wako wapi? Wamelala nyumbani. Wamewatelekezea wake zao waende jumuiya. Wamewatelekezea watoto waende jumuiya. Wao wamelala. Lakini linapokuja habari ya mpira, ukienda kwenye kibanda umiza, unakuta wanaume wamejaa wanaangalia mpira. Ukienda kwa habari ya mambo ya siasa, utakuta wanaume wamejaa wanajadili siasa. Makamu amejiuzuru, makamu amefanya hivi, nani atakuwa makamu? Yaani utakuta wanajadili namna hiyo. Lakini inapokuja swala la wanaume njoni jumuiya, hawapo. Viongozi wakitangaza kanisani, wanaume wabaki. Hamna mwanaume anayebaki. Wanabaki wanawake watupu. Wanaume wako wapi? Wanaume wako wapi? Watu wa Mungu. Wakina mama wengi wako hapa wanalia na wanaume zao. Kwa nini? Wazito,
hawana tabia za kiroho nzuri, wana tabia mbaya za kiroho. Watu wa Mungu wale hai, nasikia mzigo kuomba kwa ajili yao watu. Nasikia mzigo kuomba kwa ajili yao watu. Kandaraba shakaraba seke. Jesus. Rama shakata. Yomkini unaponitazama au unaponisikiliza, kuna mtu wako au una ndugu yako au hata ni wewe mwenyewe ambaye una tabia nzito za kiroho. Nataka tuombe pamoja ili Mungu akusaidie. Sema haya maneno. Sema, Mungu Baba. Sema, Mungu Baba, ninasogea mbele zako. Ninaomba Mungu unisamehe kila eneo la maisha yangu ambalo nimekuwa mzito kuchangamkia mambo ya kiroho. Sema, Mungu, ninaomba unisamehe kila eneo la maisha yangu ambalo nimekuwa mzito kuonyesha ushirikiano kwenye masuala ya kiibada, kuonyesha ushirikiano kwenye masuala ya usuyo Mungu. Ninaomba Baba unisamehe kwa sababu nimekutenda dhambi, kwa sababu nimekukosea Mungu wangu. Sema, asante Bwana, nimesikia neno lako siku ya leo. Nipo tayari kubadilika. Nipo tayari kubadilika. Sema, Mungu Baba, ninaomba unisaidie niwe na mabadiliko kuanzia siku ya leo. Niwezeshe Bwana niwe mtu wa ibada. Niwezeshe Bwana niwe mtu wa tabia nzuri za rohoni. Ninakupokea we Yesu Kristo kwa upya ndani ya moyo wangu. Ninaomba uwe Bwana na uwe Mwokozi wa maisha yangu. Ninakubali ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unibadilishe na unitetee na uniwezeshe niwe naweza kutambua na kutenda sawasawa na tabia nzuri za rohoni. Sema, Bwana Yesu, niondolee kila pepo mchafu, kila roho chafu ya shetani inayonitia uzito kwenye maisha yangu wa kuchangamkia masuala ya imani. Sema, niondolee hiyo roho mbaya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, niondolee hiyo roho chafu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Omba Mungu akuondolee kila tabia mbaya ulionayo ya uzito wa masuala ya rohoni. Kama kuna mtu unamuombea, muombee huyo mtu. Mungu amuondolee kila tabia mbaya alionayo ya kuonyesha mwitikio mdogo kwenye masuala ya kiroho. Muombee huyo mtu. Bwana amuondolee hiyo tabia mbaya. Bwana amuondolee hiyo tabia mbaya kwa jina la Yesu. Mtaje na majina yake. Mtaje na majina yake. Mtaje na majina yake. Muombee kwa imani. Upako umeshuka. Rapa shanda rabasaka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunasogea kwako kwa ajili ya wanaume, kwa ajili ya wanaume ambao wana mioyo mizito kwenye familia zao. Tazama Bwana, wanaume wamepotea, hawaonekani kanisani, hawaonekani kwenye jumuiya, hawaonekani kwenye vyama vya kitume, hawaonekani kwenye mikondo ya sala. Wamebaki wakina mama na watoto. Wanaume wameondoka, wanajifanya wako bize na mambo ya duniani. Mungu, tunalia rehema kwa ajili ya wanaume. Tunaomba toba na msamaha kwa ajili ya wanaume. Tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya wanaume. Tunaomba Mungu uingilie kati, upate kuwaokoa wanaume, upate kuwaokoa wanaume. Tazama Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ulipokuja duniani ulikuja na jinsia ya kiume kuonyesha kwamba mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kiongozi. Lakini wanaume wa leo wamekuwa mikia badala ya kuwa vichwa, wamekuwa nyuma badala ya kuwa mbele, wamepoteza haki zao. Haki ya mzaliwa wa kwanza wamewauzia wanawake. Baba, tunaomba rehema. Ropo rika tamande o rika shamaka. Baba, tunalia rehema. Baba, tunaomba msamaha. Baba, tunaomba msamaha. Baba, tunaomba msamaha kwa ajili ya wanaume. Baba, tunaomba msamaha kwa ajili ya wanaume. Yesu, warehemu wanaume. Yesu, wahurumie wanaume. Rapa koriasaka. Mungu, warehemu wanaume, namna ambavyo wamerudi nyuma, wameacha masuala ya kanisa, wamegeukia kuipenda fedha kuliko kumpenda Mungu, wamegeukia kuyapenda mambo ya
ya duniani kuliko kukupenda we Alfa na Omega. O Mungu wa rehemu wanaume, Yesu wahurumie. O rapakoriasaka, Baba wahurumie, wape neema yako wanaume walioko hapa. Bwana wape neema yako wanaume wote ulimwenguni, wape neema yako Bwana ya kukupenda we Mungu tena, kukutafuta wewe kwa upya, kwa msaada wa huruma yako. Warehemu hata wale ambao wameacha jinsia zao wakajifanya wanawake. Baba warehemu, waachane na matendo ya ushoga, wakurudie wewe Yesu. Wale waliozikimbia familia zao na kuzitelekeza ndoa zao, Baba warehemu, wajalie wazirudie nyumba zao kwa msaada wa huruma yako. Tunaomba rehema na neema kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, kwa ajili ya ulimwengu wote duniani. Baba wasaidie wanaume kukurudia we kwa upya, kwa msaada wa huruma yako na kwa msaada wa neema yako, katika jina la Yesu Kristo. Ora pakoriasaka repashekende rikisakata ora mashaka rebosaka. Nataka kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu asimame kwenye sekta ya uongozi kwenye taifa la Tanzania, kwenye sekta ya uongozi. Nataka kuomba Baba, katika jina la Yesu, litazame taifa la Tanzania Bwana. Tazama hali ya kisiasa sio nzuri kabisa Bwana. Ninaomba rehema kwa ajili ya makamu wa rais aliyejiuzuru kwenye nafasi yake ya uongozi. Mungu, ninaomba rehema na msamaha mbele zako, maana we Mungu ndiye unayejua ukweli kwa nini baba yule amejiuzuru. We Mungu ndiye unayejua sababu za kwa nini amejiuzuru. Ni kwa sababu kuna tabia mbaya za kiroho zilizokuwa zinatendeka Bwana. Mungu, ninaomba rehema na huruma kutoka kwako. Ninaomba Mungu ingilie kati kwa ajili ya selection inayoenda kufanyika ya makamu wa rais. Yamkini tayari anajulikana ni nani kwa sababu wamekwisha kumkusudia, lakini Mungu ninakuomba, taifa hili la Tanzania liko mikononi mwako Yesu. Usikubali shetani akapanga uongozi wa hili taifa. Naomba Mungu ingilie kati Bwana, umweke yule unayemtaka kwa ajili ya taifa hili Bwana, kwa jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini Bwana umesikia, na ninaamini Bwana unatenda katika uweza wa nguvu zako. Wapendwa mlioko hapa, saa ya mapinduzi imefika. Kwenye maandiko matakatifu kulikuwa kuna mfalme mmoja. Huyu mfalme alikuwa na kiburi sana, na huyu mfalme alifanya matendo mengi mabaya kwenye taifa lake, na alionywa na manabii wengi, ila hakuwahi kuwasikia. Huyu mfalme, ili kuweka mambo yake vizuri, aliwaweka watoto wake kuwa karibu kwenye ufalme wake, lakini Mungu alipokasirika, roho mbaya iliwaingia watoto wake, wakamuua baba yao. Watoto ndio waliomuua baba yao. O rapa koriande ke sakata reposha makoriande ke rababa baba ye ke rabashikite rimasa karebosha makoriande ke riamaka sakata rebosha karebosha karababa koria remonda kata rimasa kandera baba baba ye ke rabakoria kandara boshaka. Yamkini wa mbali anaweza akaonekana afai, akawekwa mtoto na mtoto akamuua baba yake. Mungu akusaidie kuelewa. Kandara boshaka. Hatuwezi kukutafsiria kila kitu. Mungu akusaidie kuelewa. Wapendwa, tumefika tamati ya siku ya kwanza. Tukutane tena kesho kuendelea na siku ya pili, uponyaji wa tabia. Subscribe chaneli yetu ya YouTube. Tembelea YouTube pale Mwalimu Petro Mazwile, subscribe. Tufollow upande wa Facebook, tufollow upande wa TikTok, tufollow upande wa Instagram, na Mungu aendelee kukubariki. Tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya kwanza. Asante Baba kwa chakula hichi ulichotulisha. Asante Baba kwa ajili ya neno lako ulilotusemesha. Asante Baba kwa ajili ya mafuta ya ajabu uliotumiminia. Asante Baba kwa yote uliotutendea siku hii ya kwanza. Hakika Mungu umetuhudumia, nasi tunajikabidhi chini ya utawala wako. Tunaomba Mungu endelee kutulinda na kutujalia uponyaji. Hata wale wanaoumwa Baba wasiondoke hapa na magonjwa yao. Baba, shusha mafuta ya uponyaji
katikati ya afya, ndoa, familia zetu, ili tuendelee kuwa salama. Tunaachilia yote chini ya ulinzi wako, na roho zote za adui na visasi vikae mbali na sisi. Mkono wa Mungu tutawale daima, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amen.